Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Kwa mara ya mwisho. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Haleluya. Pigie Bwana makofi. Amen. Kitabu cha Zekaria mlango wa 9. Zekaria mlango wa 9 mstari wa 9 mpaka mstari wa 12. Zekaria 9 mstari wa 9 mpaka 12, nasoma kwa msaada wa Mungu. Furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwanapunda, mtoto wa punda. Na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraim, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atahubiri mataifa yote habari za amani. Na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hata miisho ya dunia. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilokuwa na maji. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Amen. Tukae. Hallelujah. Nasikia kuitwa na sauti yako, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, 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 nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, 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 nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe amani ya moyo iliyotoweka.
usiitafute kwingine, kwake Yesu utaipata. Furaha ya moyo uliyopoteza, usiitafute kwingine, kwake Yesu utaipata. Ndipo hayo mema yatakujilia, atarejesha amani ya moyo iliyopotea. Nikurejeshe, 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 anasema njoo kwangu nikurejeshe, 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 anasema njoo kwangu nikurejeshe. Haleluya. Neno la Mungu linasema kwamba nitakurudishia maradufu. Haleluya. Kichwa cha somo cha leo kinasema ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Kichwa cha somo cha leo, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Mambo ya msingi ya kujua katika kichwa cha somo ni kwa habari ya jina. Kuna majina ambayo yamebeba msaada na kuna majina ambayo yamebeba mateso. Kuna majina ambayo yamebeba baraka na kuna majina ambayo yamebeba mikosi na nuksi. Jina kutoka kwenye neno la Biblia, neno anomam, ambalo tafsiri yake ni character, yaani ni sifa. Jina ni sifa, lakini jina ni identity, jina ni utambulisho, na jina ni tabia. Kwa hiyo jina la mtu limebeba tabia za mtu, ama tabia za mtu zinaamuliwa na jina analotumia. Hata kama jina ni zuri, unaweza kuwa na jina zuri la Kikristo lakini ukawa una tabia zilizoko kwenye ile jina ambalo si zuri. Kuna watu wana majina mazuri kabisa, lakini ukiweka watu watano wenye jina kama hilo, wana tabia zinazofanana, wana mapito yanayofanana, wana mateso yanayofanana, wanaandamwa na matukio magumu magumu ambayo yanafanana. Kuna watu wenye majina magumu kabisa. Mmoja hapo kwenye Biblia ni yule Yabesi. Yabesi mama yake alimzaa kwa uchungu, akamwita huzuni. Akamwita Yabesi, tafsiri yake huzuni. Kwa yule Yabesi akakuwa, yaani maisha yake yakawa ni huzuni. Kila akijitahidi kidogo afurahi, huzuni tena. Yaani anaweza kufurahi labda dakika 3, hizo nyingine zote linatokea jambo tu litakalomrudisha kwenye huzuni ile ile. Biblia inasema ndipo huyo Yabesi akamlingana Bwana. Nafikiri ni Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 4 kama sikosei, mstari wa 9 mpaka ule wa 10. Ndipo Yabesi akamlingana Bwana, akamwambia walao ungeniongezea hozi yangu na kunibariki kweli kweli. Bwana apewe sifa. Yabesi aligundua kwamba kinachomtesa ni laana, na ile laana imemwekea mipaka. Yaani kuna mahali hawezi kuvuka. Hawezi kuvuka kifuraha, hawezi kuvuka kimaendeleo. Anamwambia Mungu, ungenikumbuka kwa huzuni yangu. Kwa Yabesi aliomba. Biblia inasema ndipo Bwana akaubariki Yabesi, akawa na baraka, akawa na mafanikio kuliko ndugu zake. Bwana asifiwe. Yeye alishazaliwa mtu wa huzuni, lakini alipogundua akakataa huzuni. Kwa hiyo ni kama alilikataa lile jina. Hata kama nimeitwa mtu wa huzuni, nakataa, sitahuzunika milele. Nakataa, sitahuzunika milele. Akaomba, ikageuzwa huzuni yake, akawa mtu mwenye heri tofauti na ndugu zake. Bwana apewe sifa. Na ndipo tunapotafakarishwa kwa habari ndiye ambarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Ni vizuri ukajiuliza kwamba umesimama kwa jina la nani? Unaitwa kwa jina la nani? Jina lako limetoka wapi? Jina lako limebeba agano gani? Jina lako lina impact gani? Lina athari gani kwenye maisha yako? Jina lako linachangia vipi kwa hapo ulipo? Lakini jina ambalo tuko nalo, tunalozungumzia leo ni jina kwa Kiebrania Yoshua, kwa Kigiriki Jesus, kwa Kiingereza Jesus, kwa Kiswahili
Yesu. Tunaposema habari za Yesu, ni neno lililotolewa kama kutafsiriwa kutoka kwa Biblia ya Kigiriki ambayo ni neno Jesus. Walipolitafsiri kwa Kiingereza wakasema Jesus. Lakini hili neno kwenye Biblia ya Kiebrania, kwa lugha ya Kiebrania, ni neno Joshua. Joshua tafsiri yake ni God save, Mungu okoa. Kwa neno Yesu tafsiri yake ni Mwokozi. Biblia inasema kwamba kwa kuwa hakuna jina jingine tulilopewa chini ya jua litupasalo kuokolewa kwalo ila jina la Yesu. Kwa ile jina la Yesu lilitoka mbinguni purposely, kwa makusudi maalum, kimkakati, kwa mkakati maalum wa kuokoa. Kwa hiyo Mungu alipoamua kule mbinguni alisema tumpe jina ambalo litaweza kumsupport kwenye hii assignment tunayompa. Kuitwa mchungaji ni jambo moja, lakini kuweza kutimiza uchungaji wako ni jambo jingine ambalo litategemeana na una jina gani nyuma yako, na hilo jina je, la kusupport au linakurudisha nyuma. Mfano, unaitwa Mary lakini ni jina la bibi yako na umerithishwa. Ile Mary haitakuwa ni mama wa Yesu. Ile Mary itakuwa ni bibi yako huyo mchawi wa zamani, au bibi yako aliteseka na makensa, au bibi yako alikuwa vile. Kwa hiyo utakuwa umebeba character za Mary. Jina ni zuri, ni Mary, Bikira Mariam, lakini limepita kwenye historia ngumu mbaya. Kwa hiyo limechafuliwa na wale waliotembea nalo kwa kipindi chote. Kwa na wewe litakutesa ijapokuwa ni jina zuri. Tunaambiwa sasa kwa habari ya Yesu, alipewa unique name, jina la kipekee ambalo limevikwa nguvu, ambalo halikuchaguliwa na bibi tofauti na watu wengine. Halikuchaguliwa na bibi, halikuchaguliwa na babu, halikuchaguliwa na baba, halikuchaguliwa na mama. Biblia inasema malaika Gabrieli akamtokea Mariamu akamwambia, utachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utamzaa mwana, nawe jina lake utamwita Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Haleluya. Kwa hiyo muite hivi ili aweze kuokoa watu, umuite hivi Yesu, Jesus, Mwokozi. Na Isaya akatoa unabii akasema, atazaliwa mtoto, jina lake mumuite Emmanuel, muunganiko wa maneno matatu, Mungu pamoja nasi. Haleluya. Kwa hiyo huyo aliyezaliwa ana karakta ya kiungu. Jina ni identity, utambulisho, ni sifa, ni tabia. Kwa hiyo ana tabia za kiungu na ana tabia za Mwokozi. Ana nguvu ya kuokoa. Kwa nini? Kwa sababu ya jina alilonalo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kuna maana kubwa anapokuja. Biblia inasema hivi kwenye Hosea mlango wa 13, sijui mstari wa ngapi. Hesabu 13, sijui mstari wa ngapi. Anasema Hesabu 13. Hesabu 13 mstari wa 16. Hayo ndiyo majina ya watu waliotumwa na Musa waende kuipeleleza nchi. Na huyo Hoshea, sema Hoshea, mwana wa Nuni, Musa akamwita jina lake Yoshua. Wametumwa kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Kila mtu alikuwa na jina lake, lakini mmoja ambaye anaitwa Hoshea, Musa akamwambia, wewe njoo. Ni kama akambatiza, akampa jina jipya, akamwambia usiende na hili jina la Hoshea, hautatoboa hii ngoma na hii jina ya Hoshea. Sasa hiyo Hoshea sijui alipewa na bibi yake au na babu yake au na nani. Joshua akampa jina la kinabii, akamwambia Musa akampa jina la kinabii, akamwambia utamwita Yoshua, maana yake Mwokozi. Walipoenda wakarudi. Waliporudi
Kila mtu akaanza kusema ole wetu tutakufa, wale watu ni wakubwa sana, wakalalamika. Huyu mmoja akasema tusimtende Bwana dhambi, tujipe moyo mkuu, Bwana atatupa ile nchi. Na wale watu tuliowaona jamani, ni kweli ni wakubwa, ni kweli wanatisha, ni kweli ni mijitu, ni kweli sisi tumejiona kama sisimizi kwao, lakini watakuwa chakula chetu. Haleluya! Nini kimemfanya aongee tofauti? Ni kwa sababu alishakuwa converted, alishageuzwa kutoka kwenye asili ya malalamiko, kutoka kwenye asili ya woga, kutoka kwenye asili ya mashaka, kutoka kwenye asili ya kukata tamaa ambayo ilikuwa inaitwa kwa jina la Hoshea. Huyo anayeongea ni Joshua, yuko na spirit, yuko na roho ambayo imevikwa nguvu ya kuokoa. Kwa hiyo akaongea kwa lugha nyingine aliyobatizwa. Nasema na mtu mmoja mahali hapa aliyebatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ile roho ya mauti uliokuwa nayo ilikufa katika ubatizo. Ile roho ya umaskini uliokuwa nayo ilikufa katika ubatizo. Ile roho ya ushirikina ilikufa, kapewa roho mpya. Roho wa Bwana kaingia ndani yako kwa upya, ili utembee katika uweza wa Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Kuanzia pale wewe sio Moleli tena. Kuanzia pale wewe sio Laiza tena. Kuanzia pale wewe sio Masawe tena. Kuanzia pale wewe sijui sio nani tena Mbise. Wewe ni Mkristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Na unapokuwa Mkristo, watu wanaweza kukuogopa kwa sababu baba yako anatisha, hajawahi kushindwa na jambo lolote. Kwa hiyo wakikuangalia wanasema, tukiwaangalia hawa watu tunaona ni watu ambao hawajasoma, tunaona ni watu ambao hawajaenda shule, tunaona ni watu ambao familia zao ni familia mbaya, lakini mbona wana ujasiri namna hii? Ndivyo ambavyo Mafarisayo na Masadukayo na waandishi walivyowaona wanafunzi wa Yesu. Walionekana hawajasoma, lakini wakaonekana wana ujasiri wa tofauti. Haleluya! Na mtu mmoja ambaye amepewa jina madhabahuni kwa Bwana, akaamini katika nguvu ya Mungu iliyompa lile jina. Ukisimama na huyo Mungu ambaye aliingia ndani yako katika uweza wa Roho Mtakatifu, katika Utatu Takatifu, kuna saa watu watakuangalia namna hii waseme ni kweli, pamoja na kwamba familia yao ina shida, lakini huyu yuko tofauti. Ni kweli pamoja na kwamba wengine wameshindwa, lakini huyu anaweza. Kwa nini? Kwa sababu liko jina ambalo unatembea nalo, na ni jina la Yesu aliyeshinda mauti, jina la Yesu aliyeshinda pale msalabani. Na sisi tumeambiwa ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nilishinda wa ulimwengu na ninyi mtamshinda, maana aliye ndani yenu ni mkuu kuliko wa dunia. Haleluya, haleluya. Kwa tunaposema kwamba ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, ni watu tuelewe kwamba tumebadilishwa majina yetu, tumeambatanishwa na jina la Yesu. Tunaitwa Wakristo, wafuasi wa Yesu Kristo. Yupi huyo? Yule aliyefufua wafu. Yupi huyo? Yule aliyeponya wenye ukoma, yule aliyeinua viwete, yule aliyelisha watu 5,000 jangwani. Yule Yesu, yule ambaye hakushindwa na kitu chochote, yule aliyeshinda pale msalabani, yule aliyeshinda dhambi, yule aliyeshinda mauti, ndiye ambaye tunatambulishwa naye kama baba yetu. Kwa hiyo na sisi ni washindi kama ambavyo yeye alishinda. Haleluya, Bwana apewe sifa. Ndiye mbarikiwa. Kwa nini mbarikiwa? Kwa sababu tumezaliwa kwenye laana, tumekuwa katika laana, tumeishi maisha ya kulaaniwa. Kivipi? Maandiko yanasema ya kwamba Balaki akamtafuta Balaamu, akamwambia Balaamu, mimi siwezi kupigana na Israeli. Akamwambia Balaamu, hawa jamaa wanatisha, nasikia walichowafanya wenzetu huko ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo naomba twende ukanisaidia kuwalaani, maana inaonekana kuna baraka imewafunika inayosababisha hawa watu hakuna mtu anayewaweza. Kanisaidia kuwalaani ili kupunguza nguvu yao. Balaki akamwambia leta sadaka. Wakapanda na ng'ombe sijui 7, wakapanda sijui na mbuzi 7, wakapanda mlimani. Balaamu akalaani, ngoma ikakataa. Akamwambia si hao jamaa hapa nimeshindwa, laana haiendi. Akamwambia twende tena, tusikate tamaa, twende tena. Akaenda tena kwenye kilima kingine, wakalaani, ngoma ikakataa.
Akamwambia twende na kwenye kilima kingine. Wakalaani mara 3. Ile mara ya 3 Balaamu akamwambia, Bwana, alichokibariki Mungu mwanadamu yote asikilani. Bwana amebariki, nani awezaye kulaani? Hakika hapana uganga juu ya Israeli, wala hapana uchawi juu ya Yakobo. Haleluya! Ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Tukikaa naye vizuri, watalaani watachoka, laana haitaingia. Wataloga watachoka, uchawi hautaingia. Watafanya uganga watachoka, hapana uganga utakaoingia. Kwa nini? Kwa sababu tumejiunganisha na yeye mbarikiwa aliyekuja kwa jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Nabii Zakaria anasema huyu mtu anakuja, huyu mbarikiwa, huyu mfalme anakuja na ajenda ya kuokoa watu, lakini anakuja amepanda mwanapunda. Yaani yeye ni wa kwanza kumpanda, maana upunda ni mdogo bado. Na anasema hapana tena magari ya vita juu ya Efraim, na anasema hakutakuwa tena na mshale wa vita wala farasi wa vita juu yao. Tafsiri yake ni nini? Yesu anapokuja kuleta msaada kwenye familia ya mtu, Yesu anapokuja kuleta msaada wa kiuchumi, msaada wa uponyaji, msaada wa vita na nguvu za giza, anakuja na ajenda yake moja anayosema ya kwamba kwenye kitabu cha Zakaria anasema ya kwamba na wale waliokuwa kwenye mashimo, mstari ule wa 12 wa 11, na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilokuwa na maji. Kitabu cha Isaya mlango wa 42 mstari wa 20 nasema, watu hawa ni watu walioibiwa, wala hapana asemaye rudisha. Ni watu waliotupwa kwenye mashimo yasiyokuwa na maji, wala hapana asemaye okoa. Alikosekana mtu wa kuokoa. Na Zakaria anasema muda mrefu mmelia, amekosekana mtu wa kuokoa. Yuko mfalme anayekuja na punda, anakuja kuokoa, kuwatoa kwenye mashimo. Na anasema huyu mtu haji na bunduki, huyu mtu haji na risasi, huyu mtu haji na pesa za kukupeleka kwa madaktari bingwa, huyu mtu haji na pesa za kukupeleka shule za bei ghali, lakini huyu mtu anakuja na imani na neno, na watu watapona kwa maombi, watu watapona kwa imani, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo akasema ya kwamba Amin, nawaambia yoyote myaombayo kwa jina langu, aminini ya kwamba mepokea, nayo yatakuwa yenu. Hauhitaji pesa ili uponye, unahitaji jina la Yesu upone. Hauhitaji pesa ili umshinde shetani, unahitaji jina la Yesu washinde wachawi na waganga. Yesu akasema ya kwamba njooni kwangu msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na Mungu akamwambia Musa, nyamazeni tu kauone wokovu Bwana atakaowatendea leo. Hamhitaji kupigana, vita ni vya Bwana. Bwana atapigana nanyi mtanyamaza kimya. Haleluya. Ndio tafsiri ya Yesu kuja na punda. Maana yake haji kwa shari ya mwili na roho, mwili na damu na nyama, bali anakuja kwa shari ya rohoni. Maana vita vyetu ni katika maombi. Katika maombi tunapiga, tunavunja, tunabomoa, tunaharibu, tunang'oa, tunajenga na kupanda kwa upya. Kwenye maombi tunakamata wachawi, tunafyeka shingo zao. Asubuhi tukiamka tunaambiwa kuna mtu amekufa pale. Hatutumii mapanga wala bunduki. Haleluya, haleluya. Daudi akasema katika Zaburi, hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, lakini mimi nalitaja jina la Bwana Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Na Daudi akamwambia, wewe unanijia kwa shime na fumo na mkuki, lakini mimi nakujia kwa jina la huyu Bwana wa majeshi unayemtukana. Haleluya. Kuna mahali hauna pesa, simama na jina la Yesu, simama na damu ya Yesu. Kuna mahali ambapo hauna mtetezi, mtetezi wako yu hai. Daudi akasema, mtetezi wangu yu hai, atasimama anitetee. Mwambie Bwana, nakutanguliza mbele, ninakutanguliza kwenye hiyo ofisi, ninakutanguliza kwa watoto. Yuko Yesu ambaye alikuja na damu yake, damu inayopita damu za mafahali, damu inayopita damu za ng'ombe, damu inayopita damu za mbuzi, damu inayopita damu za kuku weusi au kuku weupe. Iko damu ya Yesu inayoshinda damu zote zilizomwagwa ili kuleta mapooza kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 12 mstari wa 11, Biblia inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa maneno ya ushuhuda wao. Tunapoielekea Pasaka,
Tuinueni damu ya Yesu kwa imani. Haleluya. Tukiri, walishinda kwa maneno yao ya ushuhuda. Testimony. Shuhudia ushindi. Shuhudia ushindi. Sema nitapona, mimi si mgonjwa. Sema nitalipa madeni haya, mimi sio mtu wa madeni. Kiri maneno ya ushindi. Taja damu ya Yesu. Taja jina la Yesu. Katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Haleluya. Sio kwa sababu sisi ni wema sana, lakini kwa sababu anatupenda. Sio kwa sababu ni watakatifu, kwa sababu anatupenda. Sio kwa sababu tuna pesa sana, kwa sababu anatupenda. Sio kwa sababu mjomba yetu ni kiongozi, sio kwa sababu shangazi yetu yuko kwenye wizara, kwa sababu Yesu anatupenda. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Bwana apewe sifa. Hii Pasaka usimame katika nguvu ya ushindi wa Kristo. Haleluya. Na kila mtu ajipange. Pasaka ni siku ya sadaka ya viumbe hai. Kila mtu aandae sadaka yake ya viumbe hai. Uandae mbuzi, uandae kondoo, uandae ng'ombe, uandae kuku, chochote kile Bwana alichokupa. Uje ujiunganishe na madhabahu ya Bwana. Usije kumtolea mwinjilisti sadaka, usije kumtolea mchungaji sadaka. Uje umtolee Mungu wako sadaka. Mwambie Mungu, asante maana umenipa kushinda na utanipa kushinda tena. Yote magumu utanipa ushindi. Kama ulivyonishindia mwaka jana, na mwaka huu nitakuona. Haleluya. Andaa sadaka yako ya kiumbe hai. Kana Mungu akufundisha. Usifanye kwa sababu, usifanye kama amri, usifanye kama sheria uliopewa na mchungaji. Fanya kama kwa Bwana. Haleluya. Fanya kama kwa Bwana. Ikiwa waganga wanaweza kukuitisha sadaka ukaleta, ikiwa waganga wanaweza kukuitisha mbuzi ukapeleka, je, Mungu aliye hai unapomwendea kwa kukumbuka mauti ya Yesu msalabani, unamwendea na nini? Yeye aliyeutoa uhai wake kwa ajili yako, unamwendea na kitu gani? Haleluya. Mkumbuke Mungu Baba wako siku za ujana wako. Tafsiri yake, kumbuke Mungu wako saa una nguvu na una uwezo wa kuonyesha kwamba umemkumbuka. Haleluya. Maana kuna saa inakuja hutakuwa na nguvu tena. Tuombe. Yesu, litukuze neno lako hili. Liumbe Bwana hili neno. Umba nguvu mpya ndani ya kanisa lako. Umba matumaini mapya ndani ya kanisa lako. Achilia uvuvio wa Roho wako juu ya kanisa lako hili. Kila mtu ambaye amepita kwenye mapito, kwenye kusukwa, kwenye kuyumbishwa, kwenye kutangishwa, aliyevalishwa jina lenye laana, Bwana mbarikiwa ajaye yekaladaboshataya. Kwa jina la Bwana barikiwa Kristo Yesu. Kajiumbie nafsi yako ndani yetu Bwana. Jiumbie nafsi yako ndani yetu Mfalme. Jiumbie nafsi yako ndani yetu Jehova. Karabosiki lekredebosika. Jiumbie nguvu zako ndani yetu. Tupe neema ya kutembea katika hiyo nguvu na uwezo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Jehova, maana liko tumaini jipya linaloenda kuzaliwa ndani ya watoto wako, nao utatukuzwa katika hilo tumaini jipya kwa jina la Yesu. Amen.